Klabu ya Liverpool ni moja ya vilabu vitatu wanaomfukuzia Iliman Ndiaye wa Everton, huku matumaini ya Manchester United kumsajili Adam Wharton huenda yakategemea kufuzu kwa Ulaya. Lakini Manchester City, Tottenham na wapinzani wa Everton Liverpool wameulizia wakiwa na nia ya kumsajili mshambuliaji wa kimataifa wa Senegal Iliman Ndiaye mwenye umri wa miaka 25. Manchester United wana uhakika wa kumsajili kiungo wa kati wa Crystal Palace na England Adam Wharton kwa mkataba wa pauni milioni 70 msimu ujao, ingawa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 21 atasusia uhamisho wa kwenda Old Trafford ikiwa United haitafuzu kwa Ulaya. Newcastle United iko tayari kutoa ofa kubwa kwa winga wa Brazil Rafinha msimu ujao ikiwa Barcelona watakuwa tayari kufikiria kumuuza mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28. Lakini beki wakati wa Nottingham Forest na Brazil Murilo mwenye umri wa miaka 23 ndiye anayelengwa zaidi na Barcelona ili kuimarisha safu yao ya ulinzi msimu ujao. Aston Villa wanatazamia uhamisho wa pauni milioni 50 kumnunua mshambuliaji wa Brentford Brazil Igor Thiago mwenye umri wa miaka 24 ambaye amefunga mabao 11 ya ligi ya Premier hadi sasa msimu huu. Lakini Crystal Palace na Fulham ni miongoni mwa vilabu vinavyoendelea kumfuatilia winga wa Watford na Jamhuri ya Ireland Rocco Vata mwenye umri wa miaka 20, ambapo timu hiyo sasa ya Championship ina thamani ya takriban euro milioni 20. Spurs wanahisi kuwa kuna fursa ya kushindana na Manchester United kwa ajili ya kumsajili kiungo wakati wa Brighton na Cameroon Carlo Baleba mwenye umri wa miaka 21. Brighton itazuia ofa zozote kutoka kwa Nottingham Forest kwa ajili ya mchezaji wa kimataifa wa Uingereza chini ya umri wa miaka 21 Jack Hintlewood, ambaye sasa mambo huenda yakawa ni mazuri. Lakini mlinzi wa zamani wa Real Madrid Sergio Ramos mwenye umri wa miaka 39 anatarajiwa kuondoka katika klabu ya Monterrey ya Mexico, lakini hana mpango wa kustaafu. Mshambuliaji wa Uingereza Ivan Toney mwenye umri wa miaka 29 amekuwa akihusishwa sana na kurejea kwenye ligi ya Premier, lakini yuko Saudi Arabia na kuna uwezekano mkubwa wa kuondoka Al Ahly mwezi Januari. Bana, hizo ni tetesi za soka na mimi nahitimisha. Hii ni Talent Media. Bye bye.